Jirongo ametuacha ghafla, amewacha pengo kubwa sana, kwa maana sio wengi wanataka viongozi wakuje pamoja, sio wengi wanaongea na viongozi wote. Kwa heshima yake, mimi naomba sisi watu wa jamii ya mrengo ya Western tushikane pamoja. Kuna nguvu kwa jamii kushikana pamoja, vile tunaona Wajaluo, vile tunaona Wakikuyu, vile tunaona Wakamba. Kwa hivyo hata sisi, ukuwe Mluya wa Nairobi, ukuwe Mluya wa Western, na sio Mluya peke yake, ni Western, eneo la Western. Mheshimiwa Elsie Muhanda, Kenya inaomboleza kupoteza aliyekuwa mbunge Cyrus Jirongo. Wewe kama kiongozi kutoka kaunti ya Kakamega, sijui habari hizi zilikupata vipi na unamkumbuka aje Mheshimiwa Jirongo? Kwanza nataka kuleta rambirambi zangu na kwa familia ya Jirongo kwa kupoteza yule kiongozi tulienzi sana. Nilipata mambo ya Jirongo kutuacha nikiwa kule Kampala kwa michezo, na nilipata kwa machungu, kwa maana huyu ni kiongozi tulikuwa tunaangalia. Mimi nakumbuka siku za zamani tukimuona, tulikuwa tunajua ni yule kiongozi mkarimu mwenye kama ako na kitu alikuwa anakula na kila mtu. Na mimi kama mama wa kaunti, mimi nimewahi kufaidika kwake, kwa maana 2013 nikianza safari yangu ya Women Rep nilisimama kwa chama yake ya Federal. Kwa hivyo tumepoteza kiongozi mkarimu na tumepoteza kiongozi mwenye kwa hizi siku zenye zimebaki alikuwa anasisitisha ya kwamba tushikane. Alikuwa anasema Waluya tuwe na amani. Mimi nakumbuka vile nilikuja kwa hii boma yake kama amepoteza binti yake. Aliniambia ya kwamba mama, mimi naomba sisi Waluya tukue kitu kimoja. Kwa hivyo mimi kama mama wa kaunti naimiza ya kwamba ile kitu tunaweza fanya kizuri, tuache mambo mingi. Postmortem imetoka, tuache mambo ya uvumi. Sisi tukumbuke kiongozi wetu kama kiongozi mwenye ungemfikia tu hivi kama na kitu anakusaidia. Mungu amlaze mahali pema. Umesema alikuwa anaweza kusaidia sana kuleta ule umoja wa Waluya na hasa nyinyi viongozi wa kaunti ya Kakamega. Ni pengo gani labda kama viongozi, najua saa zingine kwa siasa kuna ushindani, lakini ni pengo gani labda unadhani ameacha? Kusema kweli, Jirongo ametuacha ghafla, amewacha pengo kubwa sana, kwa maana sio wengi wanataka viongozi wakuje pamoja, sio wengi wanaongea na viongozi wote. Kwa hivyo amewacha pengo, ametuacha wakati haswa sisi watu wenye wanatoka eneo ya Western tulikuwa tunaongea ya kwamba tukuje pamoja, tukiona majamii zote zinakuja pamoja. Kwa hivyo kwa heshima yake, mimi naomba sisi watu wa jamii ya mrengo ya Western tushikane pamoja. Kuna nguvu kwa jamii kushikana pamoja, vile tunaona Wajaluo, vile tunaona Wakikuyu, vile tunaona Wakamba. Kwa hivyo hata sisi, ukuwe Mluya wa Nairobi, ukuwe Mluya wa Western, na sio Mluya peke yake, ni Western, eneo la Western. Kwa maana huko Western tuko na makabila mbalimbali, lakini tunafanya kazi pamoja. Ndio tunaomba ya kwamba tushikane sisi wote, tukue kitu kimoja. Vile vile mheshimiwa, wewe katika muhula uliopita Jirongo alitaka kuwania ugavana, na muhula ambao unakuja mama tayari ameshatangaza kwenye kiti atakuwa. Sijui ungependa kuambia nini labda wakazi wa Kakamega wakati huu? Wakazi wa Kakamega, mimi kama mama wenyu, hata Jirongo alikuwa ameniambia ya kwamba mama songa mbele. Nikiwa hapa kwa boma yake alisema mama tunakutambua, na mama sisi tuko tayari kuchukua mama awe kiongozi wa ugavana Kakamega County. Na wamama tunaweza, sisi wamama tunaweza. Hata ukiangalia Gladys Wanga ni mama na anaweza. Kwa hivyo mimi
na hiyo experience yeye alinifundisha vile tulianza naye siasa, na experience ingine nimepata. Sisi wa mama tuko tayari, na mimi mama niko tayari kabisa na experience yote 2027 kuchukua kiti cha ugavana Kakamega, na watu wa Kakamega wananisukuma kutokana pia na msukumo ya watu wa Kakamega. Watu wa Kakamega wana... Okay. Watu wa Kakamega, nikitembea Kakamega kote, watu wa Kakamega wanasema 2027 tunataka uongozi wa kina mama. Kwa maana mama akiwa na kitu kidogo anagawia watoto wake wote. Kwa hivyo wanasema hii keki ya Kakamega County, mama awe able kugawia watu wote wa Kakamega. Asante sana Mheshimiwa Elsie. Asante. Kenya imempoteza kiongozi shupavu sana, Mheshimiwa Cyrus Jirongo. Najua familia ni wakati mgumu kwenu. Sijui kama dadake Mheshimiwa Jirongo unamkumbukaje ndugu yako? Mimi ninamkumbuka ndugu yangu kwa sababu alikuwa mtoto wetu mdogo, last born kwa vijana, tukampenda, akawa yeye ndio ngao yetu, na kwa sababu imekuwa jinsi ilivyo tumekubali na tumemwachia Mungu. Nikiwa na mama wetu County, nikijua kwamba mimi nilimjua mama County kupitia kwa Cyrus, na tukatembea na mama County na Cyrus tukajaribu, lakini hata kama hakupata wakati ule, Cyrus alimfunza mama County siasa, na mama County anatulea saa hii. Ninashukuru nikisema kupitia kwa Cyrus hata mama County tena atajua sisi tuko kama madada za Cyrus. Yeye atatupenda na tutatembea pamoja, na ndugu yangu Cyrus alale salama. Labda la mwisho tu, ukikuwa na yeye, ukikuwa mkubwa, ni nini labda ukimlea unakumbuka kutoka kwake? Cyrus amekuwa bila yetu, ametusomeshea watoto, tunakula, tunavaa, tunatembea na magari, ni kwa ajili yake. Kwa sababu watoto wenye tuko nao, baba yetu alikufa tukiwa wachanga sana. Cyrus ndio amesomesha, amewapea kosi, amewaweka mahali walipo. Sasa ni ndugu yetu mzuri, amekuwa tukijua ni mzuri. Nimesikia uliweza kusema kitu kwamba Cyrus aliweza kumshika mama County mkono. Mama County hivi karibuni tumeona amesema nataka kuwa gavana wa kaunti ya Kakamega. Sijui kama familia mnasema nini? Sisi kama familia, na kwa niaba yangu, mimi ninakaa Likuyani constituency. Niko na mama County kwa sababu Cyrus aliniweka mikononi mwake nikampigania, hakupata, lakini saa hii tuko tena, bado tutakimbia na yeye, hatutamwacha. Asante sana. Asante, ubarikiwe.